lakini hizo nywele zenye alikuwa ananyolewa kuna mahali pengi mama yako, mtoto yangu, mama yako anatembea, si mchezo. Mama yako anatembea. Nilijua. Na si mtu mmoja. So amekuwa akitembea. Kuna mahali anapeleka hizo nywele, zingine zinafanya kwa sababu ni watu ambao ni wachawi. Kuna zingine zinafanya. Nilijua. Kuna zingine anakuliwa tu pesa. Na sasa wakati hata mzee aliondoka, kuna mahali alikuwa amepeleka mambo yake, ndio maana mzee hata saa ni kama kaluzi hapo, hajielewi. Akininyoa, akimaliza kunyoa, anarogota hizo nywele. Hello guys, mazola kap msapelecho guys, kama kawaida mjua kitu tunafanya kesho. Unajua mnaona venye mama nilikuwa kwenda manzi na finally tumeleta daktari, unaelewa. So hii familia iko na mambo mengi, na mmesikia pia mzae shamba yake iliuzwa, unaelewa. So mambo ni mingi. So kumbe Stella pia alikuwa anajua, unajua venye alikuwa anakaa outside Kenya, alikuwa anajua vitu zingine, na huyu alikuwa anaogopa bila kusema juu alikuwa anahofia maisha yake, mama yake alikuwa anamtishia, unaelewa. Ya so daktari uko namna gani? Yes, niko salama. Nimeshukuru nimefika kwa kikao. Vile nipigia tuseme nikawaambia msiondoke. Lazima nikuje nihudhurie. Alafu baada hapo ndo tuone vile mambo yanaenda. Asante. Umefanya vizuri umekuja. Na Stella ndiye amesema kwanza ukuje. Kuna mambo anataka kukuelezea yeye mwenyewe, muongee na na pia tumepata baba yake ako hapo hivyo. Unajua ile siku niliwaambia mambo ni mingi na tunaendelea kuona kazi yako iko sawa kabisa. Yes. Mimi nimefurahi sana daktari. Asante sana tena kuja. Najua tumekuwa kwa hii we've been on this journey for a long time and umekuwa very helpful. Umenisaidia sana. Umefunua vitu nyingi zenye singejua hata ningejaribu aje. So nimeshukuru sana, umenisaidia, umenielekeza na umeniongoza pia, na pia uko hapa bado hata hauchoki. Na kazi yako pia ni safi. Yaani inafanya venye inafaa. Nashukuru Mungu. Nimeona mzee ndio huyo. Habari ya mzee? Nzuri sana daktari. Tunakaribisha. Najua hatujaonana uso kwa uso, lakini nashukuru tutajuana zaidi. Asante. Yes, kama umesikia daktari, mimi ndio daktari. Nimekuwa na mtoto wako, tumesaidiana kwa mambo kadhaa. Lakini niliona pia kwa sababu nilikuwa nimeona pia wewe umeathirika ama umedhulumiwa kwa njia moja au nyingine. Ndio maana pia uko kwa hiki kikao. Na nilikuwa nataka nikwambie usikuwe na wasiwasi. Sawa. Mateso yote ambayo umepitia itakuwa siku ya mwisho. Leo tunamalizana naye, tunafunga hiyo chapter kabisa. Asante. Yes. Asante. So nimeshukuru kwa kikao, na kabla hatujaenda mbali ama kabla hatujaanza kikao, nilikuwa nataka ni kama ni warning ama niwape ni kama ni warning kwa wale ambao walikuwa wamejipanga. Sawa. So katika hiki kikao, kama ulikuwa umekuja kama umejitayarisha labda kupishana na daktari kwa njia moja au nyingine, ama uko na kiburi ambayo umekuwa ukibeba kuanzia mwanzo, ama kuna kiburi mahali, kuna mahali ambapo umepita ukadanganywa, sasa umebeba hiyo kiburi, tafadhali tusifike hapo. Ama usilete kwangu. Sawa. Daktari pia unaongea sana. Raundi daktari tumejipanga. Tumejipanga. Raundi tushajua kujikinga na hizo vitu zako. So daktari ile tutafanya ni wewe fanya ile unataka, lakini haitakuwa na effect. Na kuashua hiyo. Tuko sawa sana, tumeenda hata sisi tukatipiwa. Kwa hivyo hatukuogopi. Raundi hatukuogopi. Mtoto yangu, kuna msemo ambao inasema umbwa mwizi ukipiga tu mguu chini, umbwa kama ni mwizi inaanza kubweka. Sasa hata kama sijataja mtu, unaona wenyewe washaongea, na sitaki kwenda mengi. Sawa. Unamaanisha tunakuogopa? Hatutaongea juu yako. Sawa. Daktari wewe ongea sasa, tuambie nini inaendelea kwa hii familia. Mengi hapa. Sasa kabla sijaenda mbali, mmejua mtu ambaye alianzisha mambo yote, na mtu ambaye ameangamiza familia, na mtu ambaye amezika hii familia tangu mwanzo. Nilikuwa nimewaambia kwamba ni Mama Stella. Sawa. Yeye ndiye amehangaisha hii familia, na mambo yote ambaye imefanya ama chanzo cha kila kitu imekuwa ni tamaa. Sawa. Tamaa ndiyo imekuwa, yani akiona kitu anajitakia, anataka ikuwe yake. Na pia tamaa ya kuunda pesa hata kupitia kwa njia zenye si nzuri. Sawa. Yani Mama Stella, mtoto yangu,
mama yako njia yoyote ambaye anaweza unda pesa, hata kama ni kuua ataua. Sawa sawa, mradi tu apate hizo pesa. Yes. So mzee ako hapa, na kwa kikao ya juzi kuna tulikuwa tunaongea, nikamtaja mzee na nikafanya kazi. Nilikuwa natamani sana akuje pia asikize hii mambo ambayo amekuwa ikiendelea, kwa sababu kuna mambo mingi ambayo imekuwa ikiendelea yenye mzee hata sasa hajielewi. Unajua kuna mahali nafika unapitia maisha mpaka ukiangalia nyuma ni giza, ukiangalia mbele ni giza. Sasa una lose hope, na ndio mahali mzee alikuwa amefika. Na mtoto wangu ulifanya vizuri, mkaenda kumtafuta, na ndio maana tuko naye hapa saa hii. Sawa sawa. So mzee, Naam. Niko hapa, usikuwe na wasiwasi. Kama kutakuwa na jambo unataka kuchangia, usikuwe na wasiwasi, mimi niko hapa, nitakushika mkono. So kitu ya kwanza ambayo mtoto wangu, kitu ya kwanza ambayo mzee ilifika mpaka akaamua ku give up kabisa. Angalau alikuwa ameshapitia mateso. Kuna mateso alikuwa amepitia, especially kwa kupitia kwa kijana Roni. Sawa sawa, kuna mateso mengi alikuwa amepitia sana, hata ile mpaka ya kupigwa physical. Lakini ile ilimutoa ni wakati sasa mamako alimkosea heshima na kumframe hiyo kesi ya raping. Sawa sawa, hiyo mambo ya kumlazimisha alale na dada yako. Sawa sawa, kwa sababu ndio mzee aondoke, mama yako alikuwa ameshapatana na yule mtu mwenye nilikuwa nimekuambia anafanya hii mambo na video hii ya tabia mbaya, alafu anaweka kwa mtandao. Na ndio sasa alikuwa anataka kujaribia mzee aone kama inaweza fanya. Sasa wakati alikuja kwa mzee akajaribu kumwelezea, mzee akakataa. Sasa wakati mzee alikataa, ndio akamlazimisha, kuna mavideo, kuna kamera alikuwa ameweka na akalazimisha mzee alale na Makena. Sawa sawa, kwa sababu wakati alikuwa amekataa alimwambia mzee nitakuharibia maisha. Sawa sawa, kama nitamharibia maisha. Na wakati sasa alilazimisha mzee akaweka hizo makamera, akafaulu ndio kuchukua hizo video. Lakini hata baada ya kupeleka huko mahali huwa anapeleka, wakati mwenye alikuwa amemwahidi ampelekee akamwambia hii haiwezi fanya chochote. Sawa sawa, haiwezi fanya chochote. Na kati mzee aliona imefika hapo, amepigwa, amefanyiwa nini, amefanyishwa madharau, lakini hakuna amefika mpaka mahali analazimishwa kulala na mtu rika ya mtoto yake, ama analazimishwa kulala na mtoto yake. Hapo ndio mzee sasa alifunga virago na akaamua kuondoka kwa hiyo boma. Sawa sawa. Time yenye mzee alala na Makena hapo kwa room, kulikuwa na hidden cameras. Kuna kamera alikuwa amewekwa. Mara ya kwanza mama Makena alikuwa ameenda kwa uzuri tu kumuelezea kwamba kuna kazi ambayo tunaweza fanya. Ni kuletea wanawake ama wasichana, tunalala pamoja, alafu tunaunda pesa. Lakini mzee, unajua mzee pia alikuwa ameona mbele, akaona si vizuri. Sawa sawa. Na pia akaona katika utamaduni hata kama ni pesa, kuna pesa ingine hata ukikula mtoto yangu hawezi furahia. Mzee akaona hiyo hawezi fanya. Sasa ndio maana akaenda hiyo kutumia njia nyingine ya force na kuweka makamera sasa. Yes, ndio maana mzee akaondoka. Sasa hiyo daktari ulifanya kujua ama alifanya kukuambia? Nyamaza ufahamu. Ni daktari. Sasa unajua nakuja pole kwa sababu hapo ndio nimefika. Sawa sawa. Na baada ya unajua hata kabla baada ya mzee kutoka, sawa sawa, hakuna chochote ambacho alitoka nacho, especially mambo na document. Kuna chochote ambacho alitoka nacho, na ndio maana mzee ameenda akateseka. Haiwezi fanya chochote. Na haiwezi fanya chochote kwa sababu hata hiyo mambo na shamba haiwezi jidefend kwa sababu ana document. Unajua hata ukisamia uende mbele, kitu ya kwanza ambayo lazima ukuwe na hayo ni hizo vitambulisho na hizo vitu zako za personal. Hizo stakabadhi lazima ukuwe nazo ndio ufanye chochote. Lakini mzee alikuwa amenyang'anywa. Lakini sasa kuongezea hiyo zaidi, kwa sababu unaweza zitafuta tena, lakini kuongezea hiyo zaidi, mzee amekuwa akinyolewa. Sawa sawa, kinyolewa na makazi, amekuwa akinyolewa na makazi. Natumai labda amekwambia, lakini hizo nywele zenye alikuwa ananyolewa, kuna mahali pengi mama yako, mtoto yangu, mama yako anatembea, si mchezo.
mama yako anatembea. Sema ni mchawi. Nilijua. Na si mtu mmoja. So amekuwa akitembea. Kuna mahali anapeleka hizo nywele, zingine zinafanya kwa sababu ni watu ambao ni wachawi. Kuna zingine zinafanya. Nilijua. Kuna zingine anakuliwa tu pesa. Na sasa wakati hata mzee aliondoka, kuna mahali alikuwa amepeleka mambo yake, ndio maana mzee hata saa ni kama kaluzi hope, hajielewi, ndio maana akakaa tu. Juu kitambulisho kichukua, unaweza ndo kutafuta ingine. Lakini mzee yeye sasa alikaa Bongalala, akaamua kukaa hapo sasa akaluzi hope kabisa. Na ndio maana wakati nilimtaja, mkienda kumtafuta at least mmemleta na nitamshughulikia. Kila kitu itakuwa sawa. So mzae, hiyo mambo yote daktari yenye anaongea ni kama hizo vitu juu naona ni kama kuna kaukweli kidogo, ni kama tunafanyanga na yeye kwa sababu kila kitu yenye anaongea sijui ametoa wapi, ni kama anakuanga amenifuata. Stop avoiding responsibility, mama. So wacha tuongee sasa na mzae. Mzae, kuna huyu mama Sara ashai kuambia akutafutie wasichana ukuje mfanya na wao mafosa ama threesome? Yes. Ashai kuambia ulale na wasichana. Kana Ukakataanga? Nimekataa na tena hata saa hii kuna mwingine anataka alete ni muoe. Na si wewe umeitisha. By force. So hiyo ndio ilichangia sana wewe kukosana na yeye. Kile nilichangia sana kukosana na yeye sana ni maneno ya mtoto wangu Makena ambaye alinilazimisha nilale nayo na sio kawaida ya. Kumbe alikuwa na rekodi so daktari alipelekea ule mtu ile video yenye huyu alifanya na Makena, ule mtu akasema hiyo video haijafanya vizuri. Kuna kamera ambazo alikuwa ameweka kwa nyumba. Alikuwa ameweka kwa hiyo room na ndio akarekodiwa bila idhini yake, sawa. Na wakati alipeleka huko ikakataliwa. Sasa wakati ilikataliwa akakuja na yeye hasira saka mtrete na akamwambia niko na evidence umelala na mtoto yako. Sasa hiyo kitu ilisumbua mzee sana. Ilisumbua mzee. Alafu penda pamoja na nimekwambia kuna vita ambavyo amekuwa akirushiwa hizo mambo za uchawi. Sasa zikachanganya mzee, hata sasa nafaa mtoto yangu baba yako mahali umempata ni Mungu tu amemsaidia. Sasa baba yako angekuwa anokota karatasi. Baba yako angekuwa anokota karatasi kwa sababu hizo vitu zikichanganya uchawi na stress zenye amekuwa akipitia na mateso na kufuremiwa. Baba yako ako na nguvu. Maji alikuwa mwalimu. Hata hakuwa na hivi daktari. Hata daktari venye ametuambia alifoziwa walale na yeye na Makena akiwa primary. Imagine. Ndio sasa akafutwa kazi. Sasa unajua wakati hiyo kitu ilitendeka ilikuwa revenge ya mama yako. Ilikuwa revenge kwa sababu alikuwa amekataa kufanya idea zenye yeye ameleta ya pesa. Na kwa sababu aliona mzee pesa ambaye anafanya ya walimu haimtoshelezi. Especially unajua mama yako pia anapenda raha. Alafu pia watu ambao alikuwa amepatana nao huko nje ni watu ambao walikuwa na pesa. Sasa alikuwa anapishana kuingia hiyo klasi yenye marafiki yako wako nayo. Ndio maana alikuwa anaweza fanya chochote ili apate pesa. Sawa. Na sasa hiyo mambo ya tamaa ndio imefanya familia imesambaratika na ndio maana pia kanapoteza kila kitu. Sawa. Lakini sasa yote 9 10 ni kwamba chenye nimekujia hapa ni kitu ya kwanza nitasaidia mzee kwa sababu mzee kuna vitu mingi sana ameharibiwa. Sawa. Hiyo ndio kitu ya kwanza nitakushughulikia yeye. Mtoto wangu utanitumia picha yake kwenye WhatsApp. Sawa. Alafu dokumenti zake zote zirudi. Sawa. Dokumenti zake zote zirudi. Alafu ya mwisho kabisa title ya hiyo shamba. So shamba ni ukweli iliuzwa mzae? Shamba iliuzwa. Daktari. Shamba iliuzwa. Wakiungana hawa wawili, Roni na mama yako Stella. Wakiliungana wakauza hiyo shamba. Wenyewe wanajua mahali iko, sitaki kutaja. Sawa. Na ya mwisho kabisa ningependa kama wenyewe wangeongea ama wakiri kila kitu ambacho amekuwa akifanya. Ingekuwa vizuri. Alafu sasa tuanzie hapo. Kama wanaweza kiri wenyewe, mimi sina shida na wao kwa sababu kusameheana iko. Na kama vile tumefanya na wewe na kazi, unaelewa mtu akikiri na akubali, tunaweza achia hapo. Sawa. Alafu tunamalizia hapo. Lakini sasa kama hauwezi kiri, hata mtoto yangu unajua kwa Mungu, unajua unaenda kanisa. Sawa. Kama umefanya makosa ukitaka kusamehewa lazima ukiri. Ukishakiri kwamba Mungu nimefanya hii na hii, naomba msamaha, Mungu atakusamea.
lakini ukijiona uko juu kabisa, labda unaona uko level nyingine hata huwezi piga magoti. Sasa hapo sasa mnapata nyanga jehanamu. Sawa. Na hapo ndo penye nimesimama. Kama wanaweza kiri kwamba chochote ambacho wamekuwa kifanya, especially mama yako Stella, kama wanaweza kiri. Alafu na hizo document zitoke. Mimi naweza jua cha kufanya, lakini kama hatutafika hapo sasa hapo ndo tutakosania. Hata shamba wanauzaji shamba alafu na bado wanakaa hapa. So kuna mambo walipiga. So daktari amesema mseme nyinyi ukweli kwanza wenye mnajua kwanza. Unaelewa? Hakuna cha ukweli. Hakuna kitu mimi nimefanya. Na hata hizo mavitu zenye anaongea nimefanya hiyo yote tulikuwa tunafanya na yeye kwa sababu au kama anajua vitu zenye nilikuwa nafanya. Na mambo na document za mzee alifanya kunipea. Nimwekee kama bibi yake. Si ndio huyo hapa? Si ndio hapa anasema. Hakuna cha kukiri hapa. Unajua uzuri ni kwamba mzee mwenyewe ako hapa. Mzee ataongea tu. Uzuri ni kwamba mzee ako hapa. So hauwezi ongea ukidhani labda hata ongea ako hapa. Na si ati ni bubu, anaweza ongea. Na uzuri ni kwamba pia mimi mwenyewe ndiko hapa. Na penye naona kama nimekaa chini, mtoto wangu hata upande helikopta huwezi ona. Sawa. Na ukweli lazima utasemwa. Either useme wewe mwenyewe kwa kutaka ama kwa kutotaka, lazima kweli utasemwa. Sawa. Nilikuwa nimekuambia shamba tulishauza shamba tukapata do. Sawa. Hiyo do Mama Stella ndiye akona do. Sawa. Na mjatoka kwa hiyo shamba bado. Sasa hiyo ni story nyingine. Daktari fanya kitu utafanya. Lakini nakwambia leo hakuna mali tashika. Sawa. Sasa iko hivi. So mzae bonge sasa. Asante sana daktari. Yes. Nashukuru sana kwa kukuja hapa. Na nashukuru sana mtoto wangu Stella ambaye amekugharamisha ukuje. Utusaidie tufike mwisho ya hii shida ambayo nimepitia kwa muda mrefu sana. Hayo yote ambayo umeyaona na ukayasema ni ukweli kabisa. Hakuna kitu umebahatisha hapo. Naona kama ni ukweli Sauri, hatujakutana na wewe mimi. Na umejua chochote ambacho nimepitia. Na ukaisema hapa. Hata ingao mama anakanusha. Sana alikuwa anakanusha yeye ana document zangu. Na saa hii anasema mimi ndio nilimpatia. Lakini nasikia wanasema ufanye chochote ambacho sababu hata wao wametembea wamejikinga. Sasa Sauri yenu kama daktari atafanya maneno yake ukweli atoke. Hapa saa hii wewe ulishindwa kushughulikia bibi yako. Wewe kaka. Hapa saa hii. Wewe kaka hapa saa hii tunakaribia kujua ukweli. Kujua ukweli nilikuwa nimechapwa. Kujua ukweli nilikuwa nimefukuzwa kwa nyumba. Kujua ukweli sikuwa na hiyo ndio ukweli unafaa useme. Kujua ukweli nilikuwa na nyimwa chakula. Kujua ukweli shamba iliuzwa bila mimi kujua. Sawa. Sasa baba Stella, kuna mambo mengine hiyo yenye daktari amesema ya kunyolewa nywele. Nani alikuwa anakunyoa na makazi? Mama huyu. Na hiyo nywele alikuwa anabeba. Alikuwa akininyoa, akimaliza kunyoa, anarogota hizo nywele. Alikuwa anamforce kumnyoa vibaya. Na saa hii mimi nasikia kwa daktari zilikuwa zinapelekwa kwingine. So daktari kazi yake kwa sawa. Sasa daktari afanye tu kazi yake. Daktari afanye kazi yake. Hakuna mali una miss. So after kukuambia daktari afanye kazi yake. So hii story after kukuambia unalalanga na wasichana ukakataa, ndio maana alichukua Aruni akaanza kufanya hiyo kazi. Wewe sasa ulipwe. Si ndio bro? Unajua sasa mimi niko job bro. Sawa. Mimi niko job. So unahisi attempt mbili za Makena. Umesikia sasa ni so ile story ya kuframiwa ni ukweli. Hiyo ya rape kwanza. Eti umerape Makena nini wewe? Ndio. Alafu sasa na nyingine sasa yenye ulalanga sasa na Makena akaweka hidden cameras. Pia imetoka. Sasa umesikia video zako mali zilikuwa ziende? Yes, nimesikia. Sasa unajua hata kama hii kesi ya pili wacha niko kwako tu mtoto yangu. Sasa kama umeona hii kesi ya pili, hata mzee ndiye halali na Makena. Nimekwambia kuna vitu ambazo alikuwa amefanyiwa. Alikuwa anakontroliwa. Sasa kama hata kesi ya pili mzee hata kuelewa nini inaendelea.
Baada ya kumaliza ndio anashangaa ni nini nimefanya. Sawa sawa. So ndio maana nakwambia mzee kuna vitu mingi sana ambaye amefanyiwa. Na baada ya hapa mtoto yangu Makena, mtoto yangu Stella, tafadhali utanitumia picha yake Ndio. na majina yake, nitamshughulikia. Hata mwenyewe mtaona mabadiliko tu. Kama kutakuwa na kikao kingine kama hii, wenyewe mtajionea mabadiliko. Atasaidika. Sawa sawa. Yes. So hizo vitu ziko wapi? Unasema aje mzee? Uko sawa? Okay. Bro, hizo vitu umesikia mliuza shamba na wewe na Mama Stella mnajua mahali title deed iko. Yeah. Haya daktari, alafu pia hoteli ile walinyang'anya mzae. Mama Stella alimnyang'anya. Sasa uzuri ni kwamba unajua niko hapa. Na kila kitu watasema ukweli. Na ndio maana hata nilikuwa nimewapea chance. Sawa. Kama wanaweza ongea ukweli. Wakiongea ukweli wenyewe, kuna vitu tunaweza angalia. Lakini sasa kama bado watamea pembe, na naweza watajia mpaka mahali walienda. Dada yangu Stella, Mama Stella. Naweza kutajia mpaka mahali mlienda. Pesa ambayo mliweka huko naweza watajia. Sawa. Lakini sitaki kuaibisha hapa. Nataka niwapatie chance kama mnaweza kiri. Sawa. Kwa sababu hiyo hoteli inahitajika. Mupeane hizo vifungu na hizo document za hiyo inaitwa license za huko. Sawa. Alafu sasa siko peana tu, ni msiaipita hapo. Mwisahau kabisa. Unajua pia pale vitu zake nini kila kitu. Daktari, unajua napenda vile kwanza mnawapatia nafasi ya kujitokeza tu, roho safi, mjitokeze muongee. Napenda vile unawapatia your patient enough to give them time to bring themselves. Lakini sasa unajua wanadamu wanatumianga hiyo kukuza kiburi. Sawa. Wanaona sasa ni kama kuna kitu ambacho unaweza fanya. Lakini sasa ni utaratibu wangu mtoto wangu. Ni utaratibu kwa sababu ni kazi ambayo nimeifanya kwa muda. Na hiyo ndio utaratibu wangu. Siwezi kuja tu from nowhere naanza hapana. Hata Mungu before akupunish lazima anakupeanga nafasi. Na ndio maana alitupea nafasi ya kuishi hapa duniani, tujirekebishe. Sawa. Yes. Sawa. So mpira uko kwenu? Vitu zote ziko wapi? Mimi sina kitu ya mtu. Huyo mtu mliuzia shamba kwa wapi? Si yako kwake. Title deed iko wapi? Hamjui. Mimi na claim. Hapa mimi na claim, lazima nipatiwe pesa yangu. Mambo ya title deed hiyo mimi sitaongelea. Hata sijui. Claim kabisa. Hiyo sitaongelea. So daktari? Yes. Sasa si utafanya mambo zako, uone penye utasema. Alafu pia kuna kitu kwa nataka tukuulize. Makena si wa nini? Si wa Baba Stella, ndio? Sasa Makena vile nilikuwa nimewaelezea kwa sababu hii ni mara ya pili naongea. Stella ndio babake ni mzee. Sawa. Lakini baada ya kukosana kidogo ndio Mama Stella akapata na mzee mwingine. Ndiye akampea. Sasa Makena si wa mzee. Sawa. Na hata kuna wakati Mama Stella alikuwa nadhani labda Stella ni Waruni. So unaona. So kuna mzee ambaye ndamsaidia, atajua baba yake. Sikuwe na wasiwasi. Atajua mzee, atajua baba yake tu. Yes. So hizo vitu ziko wapi? Mimi sijui. Na hakuna kitu mnaweza fanya. Mimi sijui Atafanya mama. Unajua. Mpewe punishment. Tuko sojo, tuko ngangare. Hatuwezi. Hata daktari sasa hivi mali imefika bro. Daktari mimi sasa mali imefika, nitakupiga. Nitakupiga daktari. Mimi nitapiga. Hakuna kitu unaweza fanya. Nitampiga huyu daktari because mimi namwambia mbona daktari haizitaka ile pesa mimi niliuza. Mbona hizi fanyia hiyo pesa mimi nipate? Mimi nataka pesa. Wewe mzee kaa kando. Usilete mchezo hapa. Saa hii ukweli itakuja kujulikana. Na mtasema nyinyi wenyewe. Nini mtasema? Daktari afanye kazi yake. Afanye kazi yake, sio? Afanye kazi yake hiyo sasa. Hiyo kiburi wanakuanga. Daktari ni wakuja kusaidia, si ndio? Mumemuita awasaidie. Na pandala hata yeye atusaidie. Hizo ndiru zangu zivane, anakuja kuniharibia. Nilisema ni mchawi. Nilisema. Kuna mahali walipeleka nywele ya mzee. Nilijua tu kuna kakitu na wewe. Mzee wangu. So tufanye aje?
Sasa wewe ndio utaamua punishment watapewa sasa wawili waseme kila kitu mpaka kila kitu mahali. Daktari yako hapa. Daktari amesema watasema wao wenyewe sasa. Wamekataa kuongea. Mimi naona wapewa punishment. Na juu ni kama hawasikii. Hawakumbuki ile kazi ya daktari. Hii time mtamatch kama jeshi. Hii time mtamatch kama jeshi. Utoe plan vile unatoaga. Toa plan vile unatoaga. Utakupika saa hii wewe. Hata kushinda ukitusumbua. Toa plan vile unatoaga tumazane naye. Rais. Unajua tutashinda hapa juu yao wanatukoroga nini akili. Wa match kama jeshi. Wakisema ukweli. Waseme ukweli wakimatch. Sawa daktari. Sasa kazi kwako. Sawa mimi kusema kweli pia mimi nimejaribu na najua kitu ambacho imefanya useme wa maji ni kwamba ni ile madharau ambayo alikuwa ameonyesha mzee na ni ile madharau ambayo pia amekuonyesha. Sasa najua wakimaji, najua utaridhika, so mimi sina shida. Sina shida. Uko tayari? Mimi niko tayari. Uko tayari? Niko tayari kabisa. Mzee uko tayari? Wapewe punishment.